Hii ni Habari Kwanza. Kazi ya bodaboda inatajwa kama kazi ambayo ina changamoto nyingi, kubwa zikiwa ni uhalifu, lakini pia ajali za barabarani. Lakini licha ya changamoto zote hizi, bodaboda inatajwa kama chanzo cha ajira kwa vijana wengi nchini Tanzania. Rafael Sanga ni kijana anayejihusisha na udereva bodaboda. Amepiga story na Baraka Johannes na hapa anatusimulia mkasa ambao hatakuja kusahau kwenye maisha yake yote. Tukio ambalo mimi niliona baya. Yapo kama matukio matatu. Tupe la kwanza. Hayo kwangu yalikuwa heavy. Yaani matukio mazito nasema. Sawa? Nilitoka zangu hivi Kiesa. Kuna sehemu inaitwa Kiesa hivi kama unaelekea Dodoma. Sawa? Nimetoka zangu nafika Sabasaba. Hiyo yote ni njiani. Nilikutana na dada mzuri sana. Sawa? Patie sifa za dada. Siwezi kuzielezea, yani kifupi yule dada haelezeki kwa sababu alikuwa ni mzuri, mweupe, sawa? Ana umbo, ni mzuri of course. Sawa? Nikamuita dada njoo. Akaja. Umenielewa? Dada unaelekea wapi? Ananiambia naenda tu juu hapo Ilolesi. Ukiwa Sabasaba, pandisha mlima kidogo kunaitwa Ilolesi. Umeelewa? Nikamwambia naweza nikakupeleka, akanambia unaweza. Sawa? Si binadamu ni wa roho. Si unanielewa, sisi ni wa roho. Umenielewa? Na nilikuwa na mke. Japo kwa siku hiyo nakumbuka mke wangu alikuwa amesafiri. Nikaona hapa nimepata chance. Napeleka demu nyumbani. Sasa leo napeleka demu nyumbani. Hatukwenda umbali sana kama mita 20 hivi. Nikamwambia dada, sasa hivi ni saa 7. Wewe uko peke yako hapa na unaelekea Ilolesi. Vipi ukifika nyumbani pale wamefunga na unatoka hapa? Kanambia natoka kwa dadangu. Umeona? Nikamwambia hebu twende tukalale kwetu. Sawa? Kwa neno moja tu yule dada alikubali. Si unanielewa? Nikaona yes. Mambo si haya, nikageuza pikipiki. Tunaelekea nyumbani. Mimi nakaa Mlandege. Sawa? Nakaa Mlandege. Tumeenda. Kuna nyumba moja ya ndugu yangu tulipita. Yule dada aliniambia bwana hii nyumba naifahamu. Unaifahamu hii nyumba? Akasema ndio. Nikamwambia umeifahamje? Akasema dada yangu alishawahi kuishi hapa. Umeona? Nikasema sawa. Umeona? Tumeendelea kwenda. Tunafika nyumba ninayokaa. Akanambia hii nyumba naifahamu. Huyo dada akwambia nyumba yako unayoishi naifahamu. Akanambia naifahamu. Wewe unaifahamje hii nyumba? Akanambia dada yangu alishawahi kuishi tena hapa. Ilibidi nimuulize swali. Wewe kwenu wapi? Akanambia mimi kwetu alinitajia kijiji moja kiko Kilolo huko ndani. Sawa? Kinaitwa Masisiwe. Wewe upajui. Umeelewa? Upajui. Nikamwambia basi vizuri. Unajua dada alinitia moto. Tulipofika tu nyumbani kabla hatujaingia ndani. Akanambia lakini kaka unajua mimi sijawahi kufanya mapenzi. Sawa? Mimi najua unajua. Ukiwa kijana afu ukutane na binti akwambia yeye bikra. Moto unaongezeka mara 3. Faraja unayoipata. Acha. Tukaingia ndani. Sawa? Kweli tukafanya maandalizi. Sawa? Kwamba tupate jambo. Sawa? Dada alinigomea. Umeelewa? Alinigomea kabisa, yani aligeuka kutaka hata nimguse. Sawa? Nikaona nifanye tu jambo la ungwana kama alikubali yeye mwenyewe kuja, basi na siku nyingine anaweza akakubali. Tutaachiana mawasiliano na nini. Kwa hiyo tulikaa pale kutoka saa 7 mpaka saa 10 hivi. Mimi nikawa kile kitu kama nimezila, nikamwambia bwana hebu tuondoke turudi zetu. Kakataa na wewe. Nimezila, yani hisia zimeisha sasa, yani nimejaribu kila njia kumshawishi imeshindikana. Umeona, nikamwambia turudi. Tumerudi kufika pale nilipompakilia. Pikipiki yangu iliisha mafuta. Nikamwambia dada tunafikaje sasa pale nyumbani kwako? Kwa ni majira ya usiku. Saa 10 usiku. Umeelewa? Nikamwambia dada tunafikaje hapo unapoenda ni mbali sana kutoka hapa. Akasema sio mbali. Nikamwambia sasa tunaendaje? Akasema naomba nisindikize upake tu pikipiki hapo. Nikamwambia wataiba. Na hii pikipiki mimi sio yangu. Akasema basi mimi nasukuma hivi kwa nyuma wewe sukuma kwa mbele twende. Tulienda mpaka hoteli moja inaitwa Hilltop. Ilolesi. Tumefika kule akanambia kaka nimekosea nimechanganya njia pale bondeni. Hebu turudi. Tukageuza tena pikipiki tukaendelea
kurudi. Sasa nilichokifanya ili tusichoke zaidi kwa sababu tumepanda mlima, sawa? Mimi niliwasha taa ya pikipiki nikamwambia panda. Umenielewa? Panda. Tukashuka si mteremko. Tumefika sehemu moja akanambia hapa kuna mti mkubwa hivi, ni maarufu pale ile eneo linaitwa kwa FM. Pana mti mkubwa, sawa? Alivyoniambia hapa na mimi nikamwambia ndo hapa umeshafika? Akaniambia ndio. Kwenye mti. Kwenye mti. Nikamwambia nyumba yenu iko wapi? Akaniambia wewe nishushe hapa. Sawa? Baba anageuka. Peupe, hamna mtu. Yani niko mani aloni. Sio tunaelewana sijui. Sawa? Alivyokuambia tu kwetu ndo hapa. Makoti hayo unayaona? Yaliloa jasho. Amini. Sawa? Niliwaza nilibidi nipaki pikipiki, niligeuka huku na huku kwamba haiwezekani udada kama amepotelea hapa. Lakini cha ajabu palikuwa peupe, yani hiyo sehemu ni peupe, pana mti huu mmoja, sawa? Hakuna nyumba kwamba atakuwa ameingia mlango huu wala amna. Yule dada alipotelea pale. Huo muda pikipiki imezima. Huo muda pikipiki imezima, haina mafuta. Kwa hiyo lazimika nianze kusukuma pikipiki narudi sasa kuitafuta sheli. Sawa? Nashukuru Mungu mfukoni nilikuwa na hela. Sawa? Sasa uajabu ulikujaje? Nilisukuma pikipiki kwanza nikakamatwa na askari. Wakasema wewe pikipiki umeiba. Nikamwambia wakuu sijaiba. Askari mmoja namkumbuka sana yule jamaa kwa sura, simjui jina. Ananiambia jamani mwacheni udogo aende, amekutana na kitu kizito. Sawa? Nafikiri labda yule jamaa alinitambua kwa sababu ya lile jasho lilikuwa linanitoka. Umeelewa? Akanambia udogo mwacheni aende kakutana na kitu kizito. Kweli wakaniruhusu nikaondoka. Nafika sheli, sawa? Ile nafika sheli. Namwambia yule mhudumu bwana niwekee mafuta 10,000. Nafungua tenki limejaa mafuta. Nililazimika kuwasha pikipiki ikawaka. Sawa? Nikaondoka nikarudi nyumbani. Nililala hiyo siku, ilikuwa ni Jumamosi nakumbuka. Kesho yake niliamka saa 9. Ulala Jumamosi hiyo, mida ya saa ngapi? Hiyo sasa saa 10 hiyo kuelekea saa 11 ndo nilirudi nyumbani. Nikafika pale nikapaki pikipiki, nikaingia ndani kulala. Wenge kibao. Umeelewa? Yaani nawaza huyu mtu nisije nikamkuta huko ndani. Sawa? Nikalala, nilikuja kuamka kesho yake saa 9. Umenielewa? Nikawasha pikipiki nikaja kutafuta chochote kitu. Saa moja siku hiyo hata sikukesha. Saa 1 nataka kurudi nyumbani, nikaona ili swala sio la kukaa kimya, niwasimulie wenzangu. Ile nawasimulia jamaa mmoja akasema wewe dada ulimpakia 77, nikamwambia au sio? Akanambia na mimi ishawahi kunikuta, sasa wewe afadhali mimi aligeuka kawa mbuzi. Umenielewa? Ndio. Ndo pale hofu iliponiingia mara 2 nikawa sifanyaje? Sikeshi. Sasa siku iliyofuata silikuwa Jumatatu. Umenielewa? Ilikuwa Jumatatu. Yaani ile wiki kwangu mimi nilikuwa naita wiki la majanga. Ilikuwa Jumatatu. Abiria alinipigia simu saa 11 asubuhi. Sawa? Benja naomba nipeleke Igumbiro. Benja nipeleke Igumbiro. Nikawaza mtu mimi nampelekaje Igumbiro usiku? Akili kanambia wewe naacha hela niende nikachukua abiria Frelimo nimpeleke Igumbiro, naacha 10,000 asubuhi. Ngoja niende. Nafika sehemu moja kunaitwa kona za Kabali, watu wanaita kona za Kabali ziko Mwangata. Sawa? Nikaona mtu anatembea kwenye kona, anatembea. Sasa ile kushangaa kwamba huyu mtu mbona staili yake hii ya kutembea kama ni tofauti na staili nyingine, sio kawaida. Mbona kama anatembea hewani? Umenielewa? Mbona kama anatembea hewani? Sawa? Ile sasa niwashe taa, nipige fulu nimwangalie. Bwana, pikipiki ilizima pale ilitaa kila kitu. Sawa? Lakini bado ilikuwa inatembea. Umeelewa? Ile nakuja sasa kupata mwanga hivi nione mbele. Blaza naingia kwenye korongo. Umeelewa? Kwa hiyo nikazama kwenye korongo. Nilikaa pale kama dakika 15. Hamna mtu yote anayepita kuja kunisaidia. Saa 10 kuelekea asubuhi. Kuna jamaa mmoja akapita. Umenielewa? Akapita akanambia, nikamuita wewe jamaa. Yule jamaa ananiambia wewe umeingiaje huko? Nikamwambia mwanzo nimepata ajali. Akasema hebu tutoke chapu. Sawa? Yule jamaa akaja akanitoa. Sasa yule jamaa akata ananitoa. Sawa?
wakapita wazee wawili na yule dada. Umenielewa? Waliniuliza swali hili moja, kijana umeumia? Niliwaambia mimi sijafanyaje, sijaumia. Wakasema mshukuru Mungu, wakapotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Tuishie hapo, tutaendelea. Mtazamaji, umemtazama Raphael Sanga na amekusimulia kisa chake hicho cha kumpakia mwanamke na kisha kwenda kupotea kwenye mti mkubwa. Kwako pengine kuna mkasa ambao ulishawahi kukutana nao na hautokaa kusahau. Hebu weka comment yako kwenye comment section hapo chini. Na kwa wewe ambao bado haujasubscribe, nikusihi kufanya hivyo ili kuwa wa kwanza kupata taarifa, habari, mikasa na matukio mbalimbali kutoka Habari Kwanza kila zinapotufikia. Habari Kwanza, habari kwa wakati.